Tusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Turasoma mu gitabo cha Danieli. Tutasoma kitabu cha Danieli. Gice cha 5. Mlango wa 5. Murongo w'icumi na rimwe. Mstari 11. Turasoma kandi n'ibyahishuriwe. Tutasoma Ufunuo wa Yohana. Igice cha 4 murongo wa 5. Mlango wa 4 mstari wa 5. Mlango wa 2 inasema kwamba Mesia atakapokuja. Wakati Mesia hazaza. Haleluya. Kutakuwa roho 7 ambazo zitaonekana ndani yake. Hazoba mwemu ndizo kutakazamuliwe. Amen. Tukisema roho 7, tuvuze mwemu hatusemi wa roho wa 7. Tuvuga mwemu Lakini ni roho moja. Aliko ni mwemu imwe. Haleluya. Amen. Inayodhihirika katika namna 7. Igaragaza mu migwi indwi. Na inadhihirikia katika maisha ya mtu. Igaragaza mu buzima bw'umuntu. Wakati yule mtu kwa namna ya kumkamilisha ule mtu. Mukugira ngo abe ukwiye ujya muntu. Yes, na ule mtu azihirishe umungu katika dunia. Ujya muntu agaragaza umana mwisi. Hatuwezi itwa wana wa Mungu. Nitwakwitwa bana b'Imana. Hakuna umungu ndani mwetu. Hata umana muri twebwe. Kwa hiyo tuko tunaona watu wenye kujazwa. Tuko tunaona abantu bujuje. Lakini hawana umungu. Ariko badafise ubumana. Mukumbuke kwamba katika tunda 9. Nibuke mu byamuceka. Kuna uvumilivu. Hari kwihangana. Mungu ni mvumilivu. Imana arihangana. Ukiona mtu mwenye kuvumilia, unajua na asili ya Mungu ndani. Umuyafisi umana. Amen. Katika zile tunda 9 kuna unyenyekevu. Hari ukuchisha bugufi. Yesu alisema yeye ni mnyenyekevu wa nini? Yesu alisema wa nini? Mnyenyekevu wa nini? Kwa hiyo kumuona mtu mnyenyekevu, kubona umuntu unajua kuna asili ya Mungu ndani mwake. Hari umana muri we. Amen. Kwa hiyo roho 7 za Mungu, mwemu nduzimana ni roho moja, ni mwemu imwe, inatumika kwa namna 7, ikora mu mice ikifika ndani ya maisha ya mtu, ikigaza mu buzima bw'umuntu, ikishakaa ndani ya mtu. Haleluya. Na zile roho 7 ni hizi. Sija mwemu ndunizi. Katika kitabu cha Yesaya 1:11-2. Yesaya 12:2. 12. Ya kwanza ni roho ya Bwana. Ichamba ni mwemu yuhoraho. Hivi vitu tunavyosoma hapa. Ni roho 7. Ya kwanza ni roho ya Bwana. Chamba ni mwemu uhoraho. Yes. Ni roho inayodhihirisha uwepo wa Mungu. Ni mwemu zake ukuba kwimana n'inkomezi zayo katika maisha ya mtu. Mu buzima bw'umwana w'umuntu. Wakati hiyo roho inakaa ndani ya mtu. Igihe mwemu iri mu. Kuna roho ya pili. Hari mwemu gira kabiri. Inaitwa roho ya hekima. Imwemu y'ubwenge. Yes. Ni roho inayotoa uwezo. Ni mwemu kuri ubushobozi wa kuona mambo kwa mtazamo wa kimungu. Wa kubona ibintu kumbonesha ya ibumana. Yes, Mungu ndio yubumana. Mungu ndio yubumana. Na kufanya maamuzi ya kiungu hapa duniani. No gukora ibyemezo maana mtu ambaye ana roho hii, umuntu afite imwemu, ana uwezo wa kuona mambo. Afite ubushobozi bwo kubona ibintu kwa mtazamo wa kimungu. Kumboneko y'ubumana. Na kufanya mapenzi na kufanya maamuzi ya kimungu. No gukora iby'Imana. Yes, katika maisha yake hapa duniani. Mu buzima bwiwe hano kuna roho ya 3. Hari mwemu ya 3. Ni roho ya ufahamu. Ni mwemu y'ubumenyi. Yo kumenya. Yes. Ni roho inatoa uwezo. Ni mwemu wa kumpa mtu mwelekeo mzuri. Wa kweleka umuntu umubone imboneko nziza. Cherekezo chiza. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes, inampa mtu mwelekeo mzuri. Unafisi cherekeo chiza. Kutoa mtu katika kile kinaitwa sitofahamu. Gukura mu kingo ntavyonzi katika maisha ya mtu, mu buzima bw'umwana w'umuntu, na kufanya mtu awe mtu wa kutoa shauri, no kugira umuntu kugira ngo atange ya busara kwa wengine, kugira afashe abandi. Haleluya. Amena. Haleluya. Haleluya. Ni wakati mwingine ni gihe kandi tunaweza fika katika kipindi cha kuchanganyikiwa, tukagera mu gihe cyo kubura icyo dukora, tunashindwa tufanye nini, tukabura icyo dukora. Kuna hii roho ya ufahamu hariyo imwemu inamsaidia mtu, irafasha umuntu, kumpa mwelekeo, kumuha kutumbereza umuntu neza, kumpa mwelekeo mzuri, ikamuha icyerekezo
cyiza, inampa mwelekeo mzuri. Imana yakifasha cyane, Mungu atusaidie. ikakura umuntu mu kuzazanirwa Inamtoa mtu kwenye mashaka. Haleluya. Haleluya. Samani ya tatu ya kufahamu, Cha gatatu, ni roho inatoa uwezo wa kuelewa kwa ndani mambo ya Mungu mwe itanga ubushobozi bwo kumenya indani by'Imana na mapenzi ya Mungu hapa duniani. urukundo hano mu Hii ya ine ndo inatoa mwelekeo. cha kane yereka imwe. Hii ya tano Cha gatanu, ni roho inatoa uwezo wa kufanya kazi ya Mungu, yerekana inaitwa roho ya uweza. ni mwemu y'ubushobozi. Yes, ni roho inatoa uwezo wa kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu Mwemu itanga ubushobozi kugira ngo igikorwa cy'Imana yes, na kwa mamlaka no mu bushobozi na kwa ufanisi mkubwa katika maisha ya mtu. no mu bwenge bukomeye. Ufanisi ni kuroranirwa. no kuroranirwa mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Kuna roho ya sita, Haleluya. Imwe inaitwa roho ya maarifa. itwa mwemu y'ubwenge. Haleluya. Amen. Ni roho inatoa uwezo wa kiroho Mwemu irekura ubushobozi wa kuwa na maarifa ya kimungu. kugira ngo ugire ubwenge bw'Imana. Kupitia hii roho Biciye muno mwemu tunaweza funguka macho ya ndani, kuguruka mu maso, tunaona maono ukabona imbono ya maisha yako. y'ubuzima bwawe. Yes, au maono ya kimungu. Canke imbono y'Imana. Kuna roho ya saba, Hari ni mwemu ni roho ya kumcha Bwana, mwemu kumuhamagara ya Imana, kuba uhoraho. yo kuba uhoraho. Ni roho inatoa uwezo wa kimungu, Ni mwemu isoro ubushobozi inamfanya mtu kumheshimu Mungu igira umuntu kubaha Imana na kuheshimu ibada. no kubaha ikoraniro. Yes, au ego. Haleluya. Amen. Inakufanya uwe adorateur. Igira umuntu kuba umuhimbazi. Haleluya. Amen. Hauwezi kuwa adorateur kama hakuna roho inafanya hivyo. Nishobora kuba uhimbaza udafite iyo mwemu. Hii roho inakufanya uwe mtu wa kuogopa dhambi. Iyo mwemu kugira uti icyaha. Mbele ya dhambi unaogopa Mbere kabisa. y'icyaha ugatinyiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Danieli Rero Danieli alikuwa na roho hizi saba yafite izo mwemu ndwi kwa sababu ku mpamvu yuko aliitwa mtu mkamilifu, yiswe umuntu w'intungane. umuntu atunganye. Haleluya. Amen. Yiswe umuntu atunganye. Aliitwa mkamilifu. Bwana Yesu apewe sifa. Manishimwe. Na hangeweza kuwa mkamilifu Ntiyari gushobora kuba utunganye kama hakukamilishwa na Roho Mtakatifu. atatunganye na mwemu yera. Bwana Yesu asifiwe sana. Manishimwe. Tangu agano la kale, Aba mu isezerano rya katika kera miaka 4000 kabla Yesu hajatokea. mu myaka amajana Yesu atarashika. Amen. 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 Biblia inasema hakukuwa mtu mkamilifu. Biblia iravuga ko atari intungane. Nta muntu w'intungane Nta yari muntu ahari. w'intungane yari ahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hakuwahi kuwepo mtu mkamilifu. Nta muntu w'intungane yari ahari. Amen. Amen. Lakini kulikuwepo wenye haki, Ariko hari abavuga kuri, hari abagororotsi. hari abagororotsi, Yes, haleluya. Amen. Lakini sio wakamilifu. ariko batari intungane. Amen. Amen. Inataka kusema kwamba Ndakuvuga yuko walikuwa watu wenye mapungufu. bari abantu b'intege nke. Amen. Amen. Wako na udhaifu nyingi sana ya ndani. Intege nke mu mubiri. Mfano, Abrahamu alikuwa mwenye haki, Akarorero Abrahamu lakini sio mkamilifu. ariko atari. Daudi alikuwa mwenye haki, Yari lakini sio mkamilifu. ariko atari intungane. Unanielewa? Lakini Mnamtaha. haleluya, katika Biblia yote Muri Biblia yose kuna watu watatu Mungu aliwashuhudia yeye mwenyewe hari batatu katika yashikira agano la kale isezerano rya kera kwamba walikuwa wakamilifu. yuko bari intungane. Amen. Amen. Na hawa wa kwanza ni Noa, Uwa mbere yitwa Noa, wa pili ni Ayubu, uwa kabiri yitwa Yobu, na watatu ni Danieli. wa gatatu ni Danieli. Manake Yeremia hayumo, Yeremia nari, Ezekieli hayumo, Ezekiel nari, Hosea hayumo, Hosea nari, Zekaria hayumo, Zekaria nari, Malaki hayumo, nabariyo, ba Yesaya hawamo, Yesaya nibarimo, munani ba Eliya hawamo, ba Yeremia Elisha hayumo, Elisha nari, Yakobo hayumo, Yakobo nari, Sina ni hayumo, abandi nari, Sina ni Yefta hawamo hawo. barimo bose. Lakini Mungu anawataja watu Ariko watatu. Imana ivuga abantu batatu. Some Ezekiel Ezekiel sura 14 mstari wa 14. 14:14. Haleluya. Amen. Ikirundi kigo
lugha kugororoka. Kiswahili kinasema kunyenyekea. Lakini kuna Kiswahili kingine kinasema ukamilifu. Ariko ngo hari kindi Kiswahili kuvuga ukugororoka. Katika lugha ya Kiebrania, mu rurimi rw'Igiheburayo inaitwa tamimu. Ukamilifu unaitwa tamimu. Tamimu. Yani mtu ambaye hana kasoro. Umuntu adafisa kasenga. Yes, ni mnyoofu. Umuntu aciye bugufi. Ni mtu ambaye ana heshima. Umuntu yubaha. Ni mtu ambaye ana moyo wa uaminifu. Ni umuntu afise umutima w'ubwizigirwa. Asiyekuwa mjanja. Adashobora kuba asiyekuwa mshupavu. Adashobora kuba umuguruguru. Tena mnyenyekevu. Kandi atuje. Ili neno tamimu, ili jambo tamimu, linagawa katika vitu viwili, kuna tam na tamimu. Hariho taro na tamimu. Haleluya. Amen. Tam ni mkamilifu. Tamimu ndio inachambua vitu vyenye mkamilifu anakuwa iko navyo. Jerekana umuntu atuje. Biblia iliandikwa katika Kiebrania na Kigiriki. Biravuze Kiebrania ni. Kwa hiyo kuna kipindi ambapo mtafsiri anaweza akakosa neno. Lakini unakutana ukisoma katika ile lugha yake ya asili. Aliko kavuga mkiga unapata kuelewa kitu kingine tofauti na vile ilivyo. Kitandukanye nuko biri. Sasa katika Biblia lero Mungu yeye mwenyewe Imana kugana anataja watu watatu wakamilifu. Avuga abantu batatu batunganijwe. Haleluya. Amen. Cha kushangaza tangaje na Enoke hayumo ndani. Enoke narimo. Haleluya. Amen. Cha kushangaza Isaka hayumo. Isa na unyene narimo. Cha kushangaza Yusufu hayumo. Tangaje na Yosefu narimo. Haleluya. Haleluya. Mnanielewa lakini? Mnamtaka. Hao watu walikuwa na nini? Abo bali bafisiki. Kwa kusudi kugira Mungu awataje. Imana ibadi. Na maisha yao inafundisha nini kanisa? Igishikishenge. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaonekana kwamba hakuna kitu kitofanya hawa watu wakamilifu na kimchagiza abantu isipokuwa roho wa Mungu. Katika Agano la Kale roho wa Mungu alikuwa anashuka. Yes, yamanuka kaushungwe. Alikuwa anashuka. Yes, anatumikisha mtu kwa mambo ya miujiza. Anakoresha watu mubitanga. Na roho huyo anaondoka anaenda. Lakini hakuwahi kuja kukaa. Afanye kikao ndani ya watu. Ndio maana watu wa Agano la Kale, pamoja na kwamba Elisha alifufua mtu, pamoja na kwamba Musa alipiga fimbo bahari ya Shamu ikajigawa, lakini hakuwa mkamilifu. Sema amen. Amen. Kama mko mnanielewa hapa, nataka msikie kanisa ambalo Yesu analitaka. Mumvishengero Yesu ashaka. Amen. Amen. Hapana kuna kanisa la watu wanaotabiri. Hapana shengero ngoja livugirisi. Amen. Lakini hawaokoki. Aliko dakijijwe. Watu wanaotoa unabii. Abantu bavuga ubuvugisho. Lakini sio watoto wa Mungu. Siko kuvuga unabana b'Imana. Somo hili litakusaidia kichiko kinakufasha kuona kanisa la kweli ni la wapi. Ni shengero ry'ukuri niri. Imana yake kufasha tani. Tusaidie. Lakini kwa miujiza mikubwa, kubitangaza vikubwa, pamoja na kwamba roho alikuwa hajashuka. Uko mwema atagururuke. Yes, lakini tunaona Ayubu. Tunaona Ayubu. Katika kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu. Sura 1 mstari wa kwanza. Rimwe mlongo wa mbere. Katika kitabu cha Mwanzo tafadhali. Kitabu c'intango 6:9. Gatandatu 9. Inaitwa kwamba Noa alikuwa tamu. Jerekana ko Noa yari tamu. Maana yake mkamilifu. Mtu ambaye hana kasoro. Umuntu adafise kasoro. Mtu ambaye anayekamilika mbele za Mungu. Yajeje mbele Imana. Na huyu Noa, haleluya, amen, alitembea na Mungu zaidi ya miaka 100 na zaidi. Yagendanye n'Imana. Hakuwahi kumshutumu kosa lolote. Imana nigeze mtu anakikosa. Kuna watu wanaosoma andiko nasema Noa alikunywa pombe. Halafu bavuga ngo Noa aliweka divai. Yashize ivino. Ikafanya siku 2. Igira imisi bila yeye kutambua kwamba divai ikifanya siku 2 inaweza geuka pombe. Imazi imisi iliyohinduka. Yes, baada ya kunywa ile divai akalewa. Lakini hakuwa mlevi. Mungu hakuchukua hili kama dhambi, kwa sababu hakulifanya kwa kutaka. Na ndio mara ya kwanza anaona kama divai kilala siku 2 inaweza kalewesha mtu. Wakati Hamu mtoto wake aliona utupu wake, Mungu hakumlaumu, lakini alimlaani mtoto wa
ambaye anaitwa Kanani kwa kosa la kuona utupu wa baba yake. Lakini dhambi Mungu hakulaumu nani? Nuhu. Nuhu aliishi kipindi ambapo hakuna kanisa, hakuna nabii, hakuna Biblia, hakuna watu wengine wanaokoka. Alikuwa yeye peke yake, mtu mwenye anaheshimu Mungu. Haleluya. Kutembea kwake na Mungu hakuwahi kusumbua mtu mwingine, kiasi kwamba mimi niligonjwa watu hawakuja kuniangalia, sitarudi tena kuomba. Alitembea na yeye mwenyewe na Mungu, na misia Mungu alikuwa alimpa, aliweza kuitimiliza vizuri. Nani ananisikia? Sema amen. Kuna huyu wa pili anaitwa Ayubu. Katika sura 1 mstari wa 1, Ayubu naye Mungu anamuita tamu, mtu mkamilifu, mwenye hana dhambi, hana kasoro. Haleluya. Haleluya. Ayubu anasema vitu visaba wakati kuna jishuhudia mwenyewe mbele ya Elifazi na Bildadi na Zofari, watu ambao walikuja kama aina ya kumkejeli. Inawezekana ni dhambi alifanya, ndio maana shida hii imempata. Kana kwamba mtu mkamilifu hawezi pata shida mbele za Mungu. Haleluya. Kanisa lote linajua kwamba iyo habaye unatungana ndio hati agashobora kugira nashobora kugira nashobora kugwara nashobora gukena nashobora kuhura n'ibigeragezwa. Oya, haleluya. Ibigeragezwa by'abagororotsi Yobu yarabivuze. Haleluya. Imana ihora itera uruguma abagororotsi, akaba ari nayo yongera ikarukiza. Nani mtu amesikia? Sema amen. Sema amen. Yobu alishuhudia vitu visaba mbele ya Elifazi na Bildadi na Zofari. Akasema ya kwamba hata kwamba mnanilaumu mimi mwenye dhambi, katika miaka yangu yote naishi na Bwana, siri ya Mungu haikuwahi kutoka katika hema yangu. Maana yake siri ya Mungu ni ibada, kuzungumza na Mungu, ushirika wake na Mungu haukuwahi kuvunjika hata siku. Kama kuna mtu anayesikia hapa sema amen. Kama kuna mtu anayesikia sema amen. Jamani, anasema kwamba niliweka agano na macho yangu ya kwamba sitamwangaliaga mwanamke kwa namna ya kumtamani. Yobu hakuwahi kuangalia mwanamke kwa namna ya kumtamani. Yobu anasema kwamba alikuwa msaada wa wajane na mayatima. Ya 4, hakutumainia mali japokuwa alikuwa nayo. Hakutumaini mali japokuwa alikuwa na mali. Afise ubutunzi ariko yarabufise. Au alifunie mali. Na hakuwahi kusarau wasiokuwa na mali. Nigeze kugayoga afise ubutunzi. Katika Yobu 31:24-25. Yobu 31:24-25. Anasema hivi. Wala hakuabudu mali yake. Nigeze ahimbaza tano ubutunzi bwiwe. Yobu 30. Anasema hakufurahia kuangamia kwa adui yake. Yanezerejwe no gucibwa iteka ku mwanzi wiwe. Au kinywa chake kiseme mabaya juu ya maadui. Shano ururimi rwe ruvuge bibi ku banzi biwe. Haleluya. Amen. Anasema 30 kwamba Mungu kama panaweza kuwa muzani wa ukamilifu. Nimba au muzani ungizigirwa ukamilifu ushitse ni kuwekwa kwenye huyo muzani. Naweza toka na manota. Nishobora kuroma manota jana. Anaweza kupata hesabu kama 100. Haleluya. Amen. Hii inaonyesha kwamba yerekana yuko huyu muntu alikuwa mkamilifu. Yani mwizigiko. Mungu hakusema uongo. Imani yavuze ukweli. Mungu huyu mwenyewe, Imani yonyene. Akili tena kwamba yaravuze yuko ni Ayubu. Ni Noa, Ayubu na Danieli tu. Ni Noa na Ayubu na Danieli. Agano la Kale. Watu walikuwa wakamilifu. Abantu bali abisi. Imani shimwe cyane. Amen.
Amen. Amen. Mwanzo wakati Danieli anaanza kuonekana, igihe Danieli atango kugaragara, kipindi cha Nebukadneza, katika kipindi cha Murdaki, igihe cha Murdaki, na kipindi cha Belshaza, igihe cha Belshaza, wafalme wa Babiloni, abami wa Babiloni, wote bose walikuwa wanasema ana roho saba takatifu. Ana roho takatifu. Asemwe mzera. Haleluya. Juu yake kubuzima bwiwe za miungu watakatifu zivi mana ndio zinakufanya awe mtakatifu kupita kiasi. Yari mgorosi cyane. Ngo ndizo zituma awe mgorosi gusumba. Ndio sababu kama mtakatifu zaidi. Sema amen. Amen. Katika hili muri hicho Danieli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aliitwa mtu mwenye hekima inayozidia ya watu wote walio hai duniani. Katika Danieli 2:5. Yes, aliitwa mtu mwenye kuwa na ufahamu na akili bora inayoonekana ndani yake. Danieli 5:14. Yes. Alikuwa mshauri asiyekuwa wa kawaida. Yes, haleluya. Amen. Katano. Aliitwa mtu mwenye kuwa na karama ya uwezo wa Mungu ulikuwa juu yake. Ubushobozi bw'Imana bwari muri we. Katika Danieli 5:12. Danieli no kuzuzwa. Niliona waombaji walitia ngoma kujua kama tutapiga ngoma. Hapana, leo hatupigi ngoma. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kujazwa kunaambukia, lakini ukamilifu hauambukia naye. Amen. Amen. Ninaweza nikakugusa unajazwa, lakini siwezi kugusa unakuwa mkamilifu. Haleluya. Ukamilifu unaletwa na Roho Mtakatifu. Wakati Roho anapata nafasi ya kukaa ndani ya maisha yako. Lakini akifanya Roho akae, wakati unaheshimu sheria za Roho. Wakati Roho anakushauri unaitika. Roho anakuambia usifanye hivi na unafanya. Usitembee kama na watu wengine na hautatembea. Wakati haleluya. 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 Muache maneno. Kanisa Yesu anaitaka sio ya makoti. Shangero Yesu anataka makostime. Shangero Yesu anataka sija makostime. Kanisa Yesu anataka sima makostime. Kanisa kamilifu. Alikishengero yukuri. Ishengero lishitse. Ishengero lishitse. Kanisa ambalo liko na Roho wa Bwana. Ishengero lifite Mungu yera. Roho inadhihirisha uwepo wa Mungu ndani ya kanisa. Mungu agaragaza abantu ili watu waone uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao. Babone ubushobozi bw'Imana muri wewe. Yes, inabidi tapili watu wakuone. Ishakala abantu wakuone ndani hekima. Akubona ubwenge. Yes, mtu mwenye iko na hekima. Mwenye kuelewa mapenzi ya Mungu. Unataka rukundo kana. Inabidi watu wakuone. Chakata cha sababu wakuone. Wakuone kwa mtu mwenye kuwa na mwelekeo. Wakuone kusamele. Waone kama kweli wewe ni mwenda mbinguni. Wakuone kugenda na sehemu natoka na kwenye uko naenda. Nani ananisikia sema amena. Amena. Haleluya. Haleluya. Chaine. Chakane. Watu wakuone ndani roho ya ufahamu. Abantu wakuone mwewe. Unajikutahura nezi kimana. Utanajua ufahamu vizuri. Kanisa sio soko. Shangelo nanga ni soko. Kanisa sio soko. Shangelo si soko. Sio business. Namgana business. Sio association. Shangelo sama shirahamwe. Lakini kanisa. Shangelo. Ni wana wa Mungu. Na wana bimana. Wanatoka Misri. Baba muri Misri. Wako wanaenda Kanaani. Wajani Kanaani. Ni taifa la Mungu. Inaongozwa na Mungu. Kizazi cha Mungu. Wenye wako duniani. Lakini wako wanaenda mbinguni. Genda mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Uwe mtu wa kuheshimu ibada. Kuheshimu sheria za Roho Mtakatifu. Biblia inasema Roho ana sheria za Mungu. Mtu ambaye anajua Roho anamuendeshaga. Roho anamwambiaga hicho kifanye usifanye. Na hiko kifanye. Na hiki kinachosifanye. Na kama Roho hajakufikisha kwenye hiyo ngazi, Roho hajakaa ndani mwako. Biblia inasema kwamba usimkasirikishe Roho. Kama Roho amekaa ndani yako, kazi asikasirike. Namna ya kutokumkasirikisha ni kumsikiliza. Nukumumviriza. Yes, na kufanya kile chenye anafanya. No gukora icyo ashaka.
Yesu asifiwe sana.